Habari za majukumu na pole kwa majukumu uliokuwa nayo. Nashukuru Mungu. Mimi niko vizuri na kila kitu kimeenda sawa. Mmekuwa na kikao cha kamati kuu. Maazimio na malengo ambayo mmeyafikia kwenye kikao hichi, wananchi na watazamaji wangependa kujua. Kikubwa kwa miaka zaidi ya 6 sasa TDFA au chama cha uigizaji wa Dar es Salaam akija kufanya mkutano mkuu. Kwa hiyo kwa uchaguzi au kwa mimi kuteuliwa, nimeona nianze na hilo ili kuanza kuclear na magepu na mashimo kuyaziba yote ya nyuma, ili tuanze tukiwa na lugha moja kama mkoa. Kwa hivyo tumefanya, nashukuru, tumeazimia vitu vya msingi. Wajumbe wote kwa pamoja wameazimia kumfahamu mwenyekiti wao na katibu ambao utafanya naye kazi kuanzia sasa ili kazi iendelee inshallah. Kuna sintofahamu ya kutokuwa na mwenyekiti au kuinguliwa kwa nafasi yake, ili unalizungumziaje? Wenye uwezo au mtu, chombo au mamlaka ya kumtoa mwenyekiti ni mkutano mkuu kama huu, kwa maana ya wajumbe. Sasa ndo hawa ambao wameitwa wakaitikia, yaani walikuja leo ni wajumbe wote na wameitikia, wameitwa na mwenyekiti huyo na katibu mimi. Kwa hiyo unaweza kujua kama kuna katibu mwingine aitishe mkutano kama huu, au kama kuna mwenyekiti mwingine aitishe mkutano kama huu kwa level ya Dar es Salaam. Baadhi ya hoja zimeibuka kwamba chama kinashikiliwa na waigizaji wakubwa, lakini wale ambao wanachipukia wanakosa nafasi, na ndio maana yanatokea maamuzi mengine ambayo yanawachanganya wanachama. Hili unalisemaje? Hapana, sio kweli. Chama kinashikiliwa na wanachama hai, naweza kusema hivi. Habari la kusema mtu mkubwa au mdogo, hiyo ni mada nyingine au ni ajenda nyingine kabisa. Kuongezeka kwa ada ya wanachama, je, mlikaa mkalipitia kwenye mchakato? Kwenye ajenda hii hapa ndio maana limepigwa chini, limekataliwa. Watu wataendelea kulipa kiasi kile kwa utaratibu ule, kwa sababu tangazo lililotoka ni kwamba kiasi cha ada kimeongezeka na watu wanatakiwa walipie kwa level ya taifa, wakati utaratibu watu wanalipa kwenye level ya wilaya ambako ndo kiasi wananchi wanatokea huko au wasanii wanachama. Kama katibu, neno lako la mwisho kwa wanachama? Neno langu ni kwamba tufanye kazi na kila mtu afanye kazi kwa uwezo wake, tusitegemee uchawa au kujuana. Kila mtu afanye kazi kwa uwezo wake na kila mtu afanye kwa mipaka yake, kwamba mwenyekiti anaishia hapa, katibu anaanzia hapa, division of power ile ndio ya msingi ili mambo yaende. Basi tulete professionalism kwenye tasnia, tuache sasa kuzoeana au kujuana. Nikushukuru kwa muda wako. Asante sana.